wote wapate kuiamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikwako nuru halisi, imtiae nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminilo jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohana alimshuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Kwa kuwa torati itolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zinakuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hili ndilo neno la Mungu. Habari hii tuliyoisoma ni habari ambazo zinazungumza habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na kwenye Mathayo mlango ule wa kwanza mstari wa 18 hadi 25 unaona habari za kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Lakini pia katika Luka 2:1 hadi 14 unaona habari za kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Na nabarikiwa na mwandishi wa Injili ya Luka anaposema habari za kuzaliwa Yesu Kristo ni habari za furaha kuu kwa watu wote. Habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni habari za furaha kuu kwa watu wote. Nimependa neno hili kwamba ni habari njema, habari za furaha kuu kwa watu wote. Ziko furaha ambazo inakuwa furaha kwa baadhi ya watu, na wewe ni shahidi. Lakini habari za kuzaliwa Yesu Kristo, vinginevyo mtu aikatae hiyo furaha. Lakini Yesu ni habari ya furaha kuu kwa watu wote. Ungempa mtu uhuru wa kusema anachoweza kusema. Habari hii ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, mtu mwingine angeliweza kusema tunaona utimilifu wa ahadi zake Mungu, ambazo Mungu anaahidi kupitia neno lake. Tunaposoma habari hizi leo, siku ya Christmas, tunaona utimilifu wa ahadi za neno lake Mungu analoahidi katika neno lake. Ahadi za Mungu ni kweli. Tunaposoma habari hizi tunaona Mungu anatimiza ahadi zake
Sisi wanadamu unaweza ukamwahidi mtu, lakini usimtimizie ile ahadi uliyomwahidi, ama unaweza ukatimiza. Lakini huyu ni Mungu ambaye kuzaliwa kwake Yesu Kristo miaka mingi kabla ya kuzaliwa kwake, na wengine wanasema mwaka wa 740 mpaka 700 kabla ya Kristo, habari zimetabiriwa na zimetimilika. Na kama Mungu ameahidi, Mungu anatimiza ahadi zake. Si hivyo tu, habari hizi za Yesu Kristo aliyefanyika mwili, aliyekaa katikati ya wanadamu, nimebarikiwa kuona ujumbe unaosema Yesu aliyekaa katikati ya watu wanakiri kwamba waliuona utukufu wa Mungu, waliuona uwepo wa Mungu. Yesu alipokuwapo katikati yao, waliuona utukufu wa Mungu. Ni ombi langu kwa Mungu, ni shauku yangu mbele za Mungu, Mungu aachilie utukufu wake katika maisha yetu ya kila siku, katika maisha ya ufuasi na utumishi. Mungu aachilie utukufu wake, aachilie uwepo wake, aachilie nguvu zake. Ukisoma ile Kutoka 40:35 na waimbaji wa nyimbo uko wimbo wakiimba, utukufu wa Bwana ulipofunika ile hema, uwepo wa Bwana ulipofunika ile hekalu. Katikati ya utukufu wa Bwana ukishuka mahali, watu wanafunguliwa, watu wanawekwa huru, watu wanapewa heshima, maana utukufu wa Bwana umefunika mahali. Ni ombi langu kwa Bwana, ni ombi langu kwa Yesu, ni ombi langu kwa Mungu, kwamba utukufu ambao Yesu alipokuwapo katikati ya watu wakauona utukufu wa Mungu, nami ninauona utukufu wa Bwana. Kama si Bwana, hata unapoona kusanyiko namna hii, nani ameenda katika malango ya watu akagonga hodi akawashika mkono watu wakaja kanisani? Kama si Bwana, yeye yule anayewaita watu waje kwenye madhabahu yake. Na ukiyajua hayo kwamba kusanyiko la namna hii ni utukufu wa Bwana, ni heshima ya Bwana, uko utukufu wa watu, lakini Yesu aliyezaliwa akiwa katikati ya familia, akiwa katikati ya taifa, utukufu wa Bwana unakwepo. Utukufu wa Bwana ukiwepo, kuko kupeana heshima katikati ya watu. Utukufu wa Bwana ukiwapo mahali, iko haki ya Mungu, Mungu wa haki, maana utukufu wa Bwana uko katikati yao. Habari hii za kuzaliwa kwa Yesu Kristo, mwingine angeliweza kusema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu kwake yote yanawezekana. Yasiyowezekana kwa mume wako, kwa mke wako, kwa mwajiri, kwa jirani, kwa rafiki, yasiyowezekana, yasiyotimilizwa kwake. Lakini huyu Mungu leo tunaposema habari za Yesu Kristo, kwamba yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwake Mungu yote yanawezekana. Na kama kwake yote yanawezekana, Mungu atujalie neema kumwamini huyu ambaye kwake yote
na aweze kutusaidia yale ambayo tunaona hayawezekani kwetu, yameshindikana kwetu, kwake katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili yapate kuwezekana. 2025 yale ambayo hayakuwezekana, hayakutimizwa 2025, huyu Yesu, huyu Mungu ambaye kwake yote yanawezekana, na kutamkia baraka na kila uwezekano, ili yale ambayo hayakuwezekana, lakini kama ishivyo Bwana ambaye kwake yote yanawezekana, yapate kuwezekana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kwa nini? Huyu ni Mungu ambaye hana njia moja ya kumtegemeza mtu. Huyu ndiye Mungu tunayesema habari zake. Maana katika hali ya science, katika hali ya mila na desturi zetu, kama ni uumbaji na kuzaliwa, ili mtu apate kuzaliwa, kila mmoja ni shahidi namna gani mtu anaweza akazaliwa. Lakini huyu ni Mungu ambaye hana njia moja, na ndiye mara pengine maandiko yanakiri kwamba akili zake hazichunguziki, na maarifa hayo siwezi kuyafikia. Huyu ndiye Mungu hana njia moja ya kutunza watu wake katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Nikutamkie baraka. Kama njia hii imezibwa, tunazibua njia nyingine katika jina la Yesu Kristo. Kama mlango huu umefungika, tunafungua mlango mwingine katika jina la Yesu Kristo, ili huyu asiye na njia moja ya kutegemeza watu wake, ya kuwezesha watu wake. Na ndio maana anaitwa Mungu, maana hana njia moja. Na ndio maana anaitwa Mungu asiye na njia moja. Tukimwamini Mungu asiye na njia moja, na ndio maana mtunga Zaburi anafika mahali akikiri akisema, hata twathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, mwanadamu atanitenda nini? Ni kama sentensi jeuri, lakini sentensi ambayo anamjua Bwana kwamba Bwana ndiye anisaidiaye, Bwana ndiye anisaidiaye. Kwa nini? Hana njia moja ya kutegemeza watu wake. Nani angetegemea kwamba utabiri uliotabiriwa kwamba tazama, bikira atachukua mimba, na mimba hii ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na huyo atakayezaliwa ni mtakatifu, atakayeokoa watu na dhambi zao. Nani angetegemea? Na ndio maana mchumba wake Yusufu akapata presha, lakini kwa heshima aliyokuwa nayo alitamani amwache kinyemela, lakini Mungu mwenyewe akamtembelea na iye darasa kalielewa. Kwa nini? Maana amekutana na kitu ambacho akafikiri kuna watu wamemfanyia training, lakini Mungu ambaye hana njia moja ya kufanya yaliyo ya kwake, na ukimwelewa kwamba huyu ndiye Mungu, rangi nyeupe ni nyeupe, na nyeusi ni nyeusi, na nyekundu ni nyekundu. Hata ukiona rangi nyekundu, mtu mwingine akisema ni nyeusi, piga ua, garagaza, rangi uliyoiona ndiyo. Mungu hana njia moja ya kutegemeza watu. Mwaminini huyo aliyefanyika mwili akakaa kwetu. Nimeshangaa kuona huyu aliyefanyika mwili. Wimbo tulioimba wa 24, beti ya 3 na 4, lakini hata beti zote 4, kwamba ni yeye huyo tangu asili. Hata nijapo tanga anakuja kwa upole sana, akiniita mimi. Swala la uhusiano na Mungu ni swala binafsi. Uko uhusiano na Mungu ambao mimi na mke wangu, mimi na watoto wangu tunahusiana na Mungu. Lakini huyu niliyetanga alikuja kwa upole sana kuniita mimi. Sauti imesikika akiniita mimi. Na ndio maana hata wengine alipoendea katika maisha
Hakuna kitu kigumu kudharauliwa na kukataliwa. Katika maisha hakuna kitu kigumu kudharauliwa na kukataliwa. Na katika maisha wako na watoto wengine wamekataliwa toka wako tumboni. Wamekataliwa na mama, wamekataliwa na baba. Yesu huyo alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumpokea, hawakumkubali. Inaumiza kama uliowategemea wakuchangamkie, wasipokuchangamkia inaumiza. Lakini Mungu asiye na upendeleo, Christmas maana yake ni Mungu asiye na ubaguzi. Hata alipokuja kwa walio wake, aliowategemea wangeendeleza huduma Wayahudi, hata ambapo hawakumpokea. Hata nasi tukapata neema, ameenda kwa wengine. Ninabarikiwa kuona wote waliompokea aliwapa uwezo. Uwezo ni haki, uwezo ni fadhila, uwezo ni heshima, uwezo ni kibali, uwezo ni nguvu. Hapo ulipo mtumishi wa Mungu, hapo nilipo. Neema ya imani sawa sawa na Efeso 2:8-10, kwamba mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haijatokana na jitihada zetu. Hayuko mtu awezaye kujisifia kwamba iko nguvu ya kwangu, bali neema yake Yesu Kristo. Mungu atujalie neema kunyenyekea. Huyu ambaye wengine wakimdharau ndiye yeye yule tangu asili. Ninabarikiwa kuona huyu atakuja tena, na kama atakuja tena, na sisi tuweze kuwapo mahali pake. Huyu ambaye tunazungumza habari zake anaeleza kwamba ni nuru ing'aayo gizani. Heshima ya nuru ni pale palipo na giza. Heshima ya ushuhuda wako, hata pale ambapo pana wapigaji, pana waharibifu wengi, wewe fanyika nuru, wewe fanyika nguvu, wewe fanyika baraka katikati ya kila uharibifu. Anasema wala giza halikuiweza nuru kuishinda. Ninabarikiwa kuona wote wanaomwamini Yesu Kristo, wewe na mimi, na popote ambapo ujumbe unafika, kwamba ukiri katika Yesu Kristo, wala milango ya kuzimu haiwezi kushinda wanaolikiri jina la Yesu. Wewe si mtu wa kawaida. Jina unaloliamini, jina unalolitaja la Yesu Kristo ni jina lenye nguvu. Milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Kwa nini? Maana giza haikuweza kuishinda nuru, ambaye ni Yesu Kristo, na yeye ndiye uzima. Nimeshangaa kuona na nikaa najiuliza kwamba nini uhusiano wako na Yesu? Nini uhusiano wangu na Yesu? Maana anasema vyote vilifanyika kwa yeye, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Maana yake kumbe, ili tufikie malengo mazuri ya kufikia ufanisi wa yeye tunayofanya, tunamhitaji Yesu. Hiyo ni 1:3 na 15:4-5 Yohana, kwamba vyote vilifanyika kwa huyo, na kama vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Mida mingine kuna vitu tumeviona kama vimefanyika kwa kuwa ndio uwezo wetu wa kuona kufanyika, lakini si kwa uwezo wa kiungu wa kiutukufu, ili kuweza kumuonesha Bwana kufanyika lililo la Bwana. Mungu atuwezeshe Christmas hii kwamba tunamhitaji Yesu, ambaye hakuna chochote kinachoweza kufanyika pasipo yeye. Ninatambua elimu Mungu ametupa, ninatambua na ninaheshimu. Ninatambua Mungu ametupa fedha, na fedha huleta jawabu ya mambo yote. Ninatambua na ninakiri watu wana network katika maisha haya. Ninatambua na ninakiri, lakini ninashangaa huyu Yesu, huyu Christmas, kwamba pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Pamoja na mtandao tulionao,
pamoja na uzoefu. Na ziko kampuni, ziko ofisi, yako mashirika, mtu anahitaji kazi, wanahitaji uzoefu. Nani sahihi, nani taratibu. Lakini kama ishivyo Bwana, asiye na njia moja ya kutusaidia, ambaye vyote vinafanyika kwa huyo Mungu, aendelee kuwa nguvu yetu na sehemu ya fedha zetu na elimu yetu na network yetu na uzoefu wetu. Yesu huyu Christmas aendelee kuwa sehemu ya haya yote. Kwa nini? Maana pasipo yeye hakuna linaloweza kufanyika, na vyote vinafanyika kwa huyo. Kwa nini? Ndiye uzima. Na kama ni uzima, kuna mtu mmoja kanaeleza neno uzima kwamba limetamkwa mara 36. Nikashangaa kwamba watu wanajipa kazi, yanatambua tu kwamba uzima mara 36 na uzima wa milele kwamba mara 11. Na nikamshangaa mwingine anajihangaisha kwamba lakini kama ni walimwengu, kama alikuja kwa walimwengu lakini hawakumtambua, lakini hawakumkubali, limetamkwa mara 77. Walimwengu katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Lakini wengine walipomkataa, wengine tukapata neema ya kuangukiwa na Ukristo huu. Na kama tumepata neema ya kuangukiwa na Ukristo huu, maana yake ni wewe na mimi ambao Mungu ametujalia neema. Mungu atujalie neema ya kunyenyekea mbele za Yesu Kristo. Mungu atujalie neema kuona utukufu wake. Mungu atujalie neema kuondoa ubaguzi, maana hata alipokataliwa huku akaenda na kwa wengine tukaangukiwa na sisi. Hakutubagua, hakuna Myunani, hakuna Myahudi, wote Yesu anakaribisha katika msalaba. Mungu atujalie neema kuwa na uzima katika Yesu Kristo. Neno lake tuliishi neno. Ninabarikiwa kuona akisema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani ya mioyo yenu, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Kwa nini neno la Kristo? Napoenda mbele zake kuomba, ahadi zake zinazotimilizwa katika neno lake. Imeandikwa, ndimi nikuponyaye, ndimi nikulindaye uingiapo na utokapo, ndimi ambaye nikupaye faida katika kazi za mikono. Ni neno. Hata nikienda katika mbele za madhabahu yake, kwamba we Mungu ambaye utastawisha kazi za mikono yangu sawa na mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya. Ni neno. Ni namna gani ambapo neno lake Kristo linakaa kwa wingi. Nikienda mbele zake, siendi kwa madai, kwa neno la shemeji, kwa neno la wifi. Naenda kwa madai ya kumwomba Mungu, Bwana, imeandikwa. Na kama imeandikwa, hajipingi kwa neno lake, na analiangalia neno lake ili alitimize. Na kama imeandikwa, nitapigana na watu wanaopigana nawe. Ni neno limeandikwa. Na kama imeandikwa, kila anayenitumikia nitamheshimu. Haijalishi wengine wakubeze, wakudharau. Mwenye mbingu na nchi, ambaye ni jiwe kuu la pembeni, alipokataliwa hajabadilisha mamlaka yake. Huyu ndiye unayemtumikia, huyu ndiye unayemwimbia, huyu ndiye ambaye tunajidhabihu kwake. Na kama tunajidhabihu kwake, ndiye ametuheshimisha kutufanya wana wake, watoto wake. La ajabu, ambao hawakuzaliwa kwa mapenzi ya mtu, bali kwa mapenzi ya Mungu yeye mwenyewe. Naitwa Mankuga, lakini uwepo wa kumjua Yesu si dhamira ya familia ya kina Mankuga, bali ni neema ambayo ni ya Yesu Kristo. Tukiyajua hayo, hata sauti yako kama ina kigumizi, sauti yako ni ndogo, lakini unapoliitia jina lake, kutaja yaliyo ya ufalme wake, ni yeye mwenyewe analiangalia jina lake na kuweza kutenda. Na hata kama nitakemea mapepo katika jina la Mankuga, katika jina la Filile, katika jina la Lawi, haliko pepo linalotikisika. Lakini napoliitia la huyu aliyetupa uwezo kufanyika wana, kufanyika watoto wake. Ni nani mimi? Hata wako wakuu wa nchi, siitwi mtoto wake, lakini naitwa mtoto aliye juu, ambaye ana nguvu. Na kama ni mtoto aliye juu, ni heshima iliyo juu. Nyenyekea chini ya heshima
hiyo, tulia chini ya heshima hiyo. Na hata walipomdharau, hata walipombeza, wala kisukari akikupanda, wala kupata pressure. Kwa nini? Maana aliyajua kwamba hawajui watendao. Kwa hiyo watakie baraka za Bwana Krismasi hii, kwamba wewe umeokolewa kwa neema, kwamba Mungu anatupa nafasi tusio na ubaguzi. Lakini jambo lingine, Mungu anatupa nafasi kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu, kwake Mungu yote yanawezekana. Lakini Mungu anatupa nafasi kwamba yeye ndiye awezaye kutupa mbingu, na kama ndiye awezaye kutupa mbingu, basi tuendelee kumheshimisha yeye, tuendelee kumtumikia yeye, maana ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Na kama anaokoa watu na dhambi zao, na kama alifikiri atawaokoa na serikali ya dola ya Kirumi, kwamba Mungu aliokoa huyo aliye Joshua aendelee kutuokoa katika kila lililoteso kwetu, hata majira haya tunapomalizia mwaka huu. Aokoe familia zetu, aliokoe taifa la Tanzania, aokoe ulimwengu, maana ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Akituokoa watu na dhambi zetu, ni haki yetu, ni amani yetu, ni furaha yetu. Na kama furaha zingine ni za watu wengine, lakini furaha ya Yesu Kristo ni ya watu wote. Ifurahie furaha ya Yesu Kristo. Mtu mmoja nimsikia akisema, tabasamu kidogo. Basi nami ni copy na paste, tabasamu kidogo. Tabasamu kidogo. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Jifiche kwa Yesu aliye nguvu yetu, ambaye anawakaribisha wote. Naomba tusimame. Yesu ametupa nguvu, litumie jina la Yesu. Ni jiwe kura pembeni, ni furaha yetu, ni amani yetu. Aweke amani mipakani mwetu.